hata ipigwe mbali, tuone nguvu itumike kubwa ndani ya Zanzibar, kwa maana ikitokea wakapigwa katika finali hii watasema hata mambo ya nje, kwa sababu mambo ya nje yamekuwa ni Sasa tuanze kuangazia leo cha kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Zipo heka nyingi kweli na sisi FDTV kupitia Sports Recap tupo hapa kuhakikisha ewe mtazamaji wetu unapata yale yote mazuri ambayo unastahili, kwani sisi ni chimbo jipya na yote yale makubwa mazuri na mapya utayapata kupitia kwetu FDTV. Na sasa tuanze kuitazama taarifa yetu ya kwanza ambayo rasmi sasa mchezo wa mkondo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane utacheza katika uwanja wa New Amaan Complex. Hiyo hakuna makondokando tena, na bila shaka mpaka sasa mashabiki wa Simba wengine wanasema kwamba hata ipigwe baharini hili tunabeba. Sahihi. Matumaini ni makubwa kwa maana wenye mamlaka wenyewe wameshaamua. Nadhani CAF alishatoa tamko toka siku ya kwanza kwamba mchezo utachezwa wapi, Amani Zanzibar. Ila timu yetu na kamati yake na uongozi wake ulikuwa bado unapigania kwamba mechi ichezwe Benjamini. Ila nadhani tamko limetolewa rasmi kwamba mechi inapigwa Amani. Kwa hiyo akili zote, nguvu zote tunazielekezea Amani Stadium Zanzibar. Kwa hiyo mchezo utachezwa Zanzibar. Hapa kuna kamtego fulani hivi viongozi wa Simba wamekatengeneza. Ikitokea wakapigwa katika finali hii watasema kwa sababu hatukucheza Benjamin hapa. Yote yanawezekana, yote mawili yanawezekana, na pia hata wakishinda watasema kule ni nyumbani. Kwa hiyo hapa mimi ninachopenda au ninachowaomba viongozi wa Simba wawekeze nguvu kwenye wachezaji, wawekeze nguvu uwanjani, waachane mambo ya nje, kwa sababu mambo ya nje yamekuwa ni mengi kuliko mchezo wenyewe. Hii nayo inakuwa sio nzuri kwa wachezaji. Sijui unanielewa. Hapa nguvu iwekezwe kwenye mchezo. Kwa maana gani? Mbinu ziboreshwe, wachezaji kama kuna bonus waongezewe, ili mradi tu tuone nguvu itumike kubwa ndani ya Zanzibar, kwa maana wale Waarabu wenyewe wanajua kule Simba sio kama anapokopa Lupaso. Wao wenyewe wanajua. Kwa hiyo watakuja na confidence, watajiamini kwamba chochote kinaweza kutokea. Kwa sababu gani? Ukiangalia hata mchezo uliopita kati ya Simba na Stellenbosch ambao ulichezwa kule Zanzibar, Simba walikuwa na mchezo mzuri, ila hawakuwa Simba wale ambao wakiwa Lupaso tunawajua. Kwa hiyo inabidi viongozi watulize akili, waweke nguvu, lote linaweza likatokea. Kwa maana kule Zanzibar Waarabu wenyewe pia wana imani napo, kwa sababu kule unajua Waarabu ni wengi. Kwa hiyo wakienda kule nao watakuwa kama wako nyumbani. Okay, sawa. Hili sakata namna ambavyo limekwenda, wapo wadau mbalimbali wanasema viongozi wa Simba wameanzisha mziki ambao wameamua kucheza wenyewe na wameutuliza wao wenyewe, kwani hiki chote walichofanya ni drama tu, hakuna uhalisia wa kwamba walikuwa wanapambania hili jambo. Inaelezwa kwamba Simba walipata barua toka Mei 15 ya kwamba mchezo utapigwa Zanzibar, New Amaan Complex, lakini kilichofanyika hapa katikati inasemekana ni drama tu ili mashabiki waone viongozi walipambana. Kwa hichi ambacho Simba walikifanya sio drama. Kwa maana ukiangalia hata Simba dhidi ya Al Masry uwanja ulikuwa umefungiwa, ila wakapambana uongozi na then mechi ikachezwa pale Benjamini. Kwa hichi ambacho wanakifanya viongozi wa Simba bado walikuwa wana imani kama ile ya mwanzo kwamba tunaweza tukapambana na lolote linaweza kutokea, ila wenye mamlaka ambao ni CAF wao walishatoa kwamba maadhimisho yao kwamba mchezo ufanyike wapi? Zanzibar. Ila Simba viongozi walikuwa wanapigania, sio drama, walikuwa wanapigania, ila imefeli mpaka jana. Nadhani ndio tamko rasmi limetoka na viongozi wa Simba wamesema kwamba mechi ipo Amani. Kwa hiyo sio drama, walikuwa wanajaribu kupambania, kwa maana hata dhidi ya Al Masry uwanja pia ulikuwa umefungiwa, ila wakaomba, wakaongea, kilichotokea ndio kile ambacho kimeonekana. Mvua ikanyesha, bado uwanja ukaonekana ni mbovu. Kwa hiyo sio drama, walikuwa wanapambania ila imeshindikana. Kwenye hili wanasema viongozi wa Simba namna ambavyo wamepambania hili swala, kama ambavyo wanasema wamepambania katika nyakati za mwisho kabisa, wanakuja na maji kwa bwana, litalotokea lolote lile sio sisi. Sisi tumejitahidi twende Benjamin Mkapa, lakini imeshindikana. Mchezo utapigwa New Amaan Complex. Kwa chochote ambacho kitatokea msitulaumu sisi. Kwa sababu hii sasa inabidi tufanye
wanapata yani tunzo na ufunzo. Kwa sababu gani? Hivi vilabu ni vikongwe. Yani hapa sasa ndio ile dhana kwamba inabidi tu na viwanja vyetu ndio inarudi. Kwa hiyo hapo bwana Kiepo, Simba wana kumlaumu. Huwezi mlaumu serikali kwamba uwanja kwa nini uko hivi? Nyinyi kiwanja chenu kiko wapi? Hata hicho kibovu hamna. Kwa hiyo mnabidi mpambane na hicho ambacho kipo, mnabidi mpambane nacho. Ila tunabidi iwe ni funzo. Kwa nini sisi tunashindwa kuwa na vilabu? Tunashindwa kuwa na viwanja? Ni lakini kwa nini pia uwanja mkubwa kama Benjamin Mkapa unakuwa na matatizo kama hayo? Sisi ndio ambao tunajiandaa kuja kuhost AFCON hapa 2020 ngapi? 27 bila shaka. Sahihi. Sisi tunajiandaa kuhost CHAN mwaka huu. Sahihi. Kwa nini sasa uwanja unakuwa na standard hii ambayo na mara kadhaa unasikia hapa maboresho yanafanyika. Ni maboresho gani hayo ambayo hayawezi kusaidia uwanja ukawa bora? Unaposema ni maboresho gani ambayo yanafanyika uwanja usiwe bora, kwanza utakuwa unaikosea serikali pia. Kwa sababu serikali tumeona nguvu kubwa ambao wanaiwekeza kwenye ule uwanja. Hapo kwenye nguvu kubwa. Hiyo nguvu kubwa iko wapi? Nguvu kubwa iko wapi? Unaona kama marekebisho ambao wanayafanya. Sio timu. Kabla ya mchezo wa Almasi. Sahihi. Walifanya. Ila ilikuja ikanyesha mvua. Wakati huo uwanja ndio ulikuwa kwenye marekebisho, na uwanja sio kwamba kwenye sehemu za kukando kuna marekebisho zaidi kwenye pitch. Umeona ile pitch ya nanilio? Pitch ya new pale KMC complex. Sahihi. Umeona ile pitch? Sahihi. Umeona mvua ikinyesha maji yanapopotea fast. Sahihi. Ila unaangalia ni michezo mingapi ambayo inafanyika KMC. KMC iko busy kaka. Haiko busy. Ila Taifa pia nayo iko busy. Kuna timu takribani 4 5 mbili za ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, 3 za ligi kuu ya wanaume zinatumia uwanja ule. Lakini hujawahi kusikia kwamba KMC wana matatizo 1 2 3 katika eneo la pitch. Ila nadhani kwa National Stadium tumeona kwa mfano mechi ya Simba na wale nimepoteza kidogo wale Waarabu ambao walifanya vurugu. Uliona viti viling'olewa. Viti vimengolewa, nani anatengeneza? Afu ule uwanja ni mkubwa, sio mdogo kama KMC. Walipigwa faini kaka. Walipigwa faini. Ila faini inaenda ndio unarekebisha uwanja. Ndio watu. Ndio kurekebisha na uwanja. Sio, unanielewa? Kwa hiyo uwanja, mimi mtu anaponiambia uwanja bado upo kwenye matengenezo, mimi naelewa. Ule ni uwanja. Unaelewa nini wakati walikaa muda mrefu kutengeneza uwanja? Walikuja mechi Al-Masry tu tafulani. Unaona ile mvua ilionyesha. Mechi moja tu. Watu hiyo mechi, ngoja kwanza. Hiyo mvua inanyesha Dar es Salaam KMC fake. Inafika. Ila ukitaka kuangalia pitch ya uwanja wa Taifa kwamba tatizo lake kwamba mvua ikinyesha maji tukubaliane. Wataalamu kwenye pitch ya uwanja wa Taifa wametukosea. Kuna mara wametukosea. Tukikubaliana hapo mimi na wewe hatuna shida. Sahihi. Kama kuna sehemu wametukosea. Sahihi. Unachosema sahihi. Kwa sababu ukitaka kuangalia pia gharama ambazo zinarekebisha uwanja ni gharama kubwa sana. Ambayo mtu anategemea kwamba sasa hivi uwanja umerekebishwa. Basi tunaweza tukakata miaka 2 pasipo kusikia neno kwamba uwanja unafanywa marekebisho. Ila uwanja unafanywa marekebisho leo, mechi 1, mechi 2 mvua ikinyesha, bado uwanja uko tofauti. Kwa hiyo viongozi pia ambao wanasimamia uwanja, nadhani msimamizi wa uwanja, meneja nadhani katolewa pale. Kwa hiyo nafikiri huyu ambaye yupo kuna kitu cha zaidi ambacho tutakiona, ila pia tuachie mamlaka. Wameshasema uwanja upo kwenye marekebisho, twendeni Zanzibar. Itabidi tucheze mechi zetu wakati ambao kuna mvua. Hilo umesema wewe. Sasa tunaangazia sekeseke la klabu ya Simba kupangiwa uwanja wa New Amani Complex ambapo watacheza mchezo wa mkondo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Renaissance Sportive de Berkane kutoka pale nchini Morocco. Ni mchezo ambao pia unatazama kwa karibu sana na kuona nini ambacho kitatokea katika mchezo huu. Nikukumbusha tu Simba wameshapoteza mchezo wa kwanza kwa mabao 2-0 na mchezo wa pili utapigwa Mei 25. Simba wakitafuta kuweka historia kutoa taji ambalo litakuja hapa nchini Tanzania. Kwa wao waamue kama libaki hapa au alione tu apige nalo picha alafu liondoke lirudi Morocco. Hayo mbaya sana. Maamuzi ya kwao, kupanga ni kuchagua. Wapambane kwanza kwa CV ya wachezaji, pia kwa CV ya taifa. Itakuwa itatuma sana endapo tunaona tena kombe linapandishwa ndege linaenda Morocco. Utataka kuliiba. Sawa, sasa mara baada ya kuiangazia taarifa hiyo tuigeukie taarifa nyingine ambayo tumekuandalia katika Sports Recap katika siku hii ya leo. Bwana, leo tumeigeukia ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ambapo tunafahamu kwa siku za karibuni kulitokea sakata la Fountain Gate Princess kususia mechi mara baada ya dakika 45 za mchezo wao dhidi ya JKT Queens. Sasa kwa siku ya jana kwa taarifa za ndani kabisa tayari kamati imekutana kujadili swala hilo huku Fountain Gate Princess
wakikutana na rungu kweli. Na miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa Fountain Gate Princess kususia mechi mara baada ya dakika 45 mbele ya JKT Queens ni kutokuridhishwa na maamuzi ambayo refa wa mchezo huo alikuwa ameyafanya. Watu wameenda viral sana, kama maamuzi yaridhishwe, tunakususia mechi yako, sisi tunaondoka. Ukitaka kuangalia ligi ya wanawake, japokuwa imekuwa ni ligi ambayo inatoa wachezaji ambao wanaenda nje, kwa sababu ukitaka kuangalia wachezaji wa kike sasa hivi wameondoka wengi sana na wamewakilisha taifa vizuri. Ila tukirudi kwenye ligi yetu bado imekuwa ina zile sitofahamu nyingi. Kwa maana ukitaka kuangalia Fountain Princess ambao kwa kanuni kwa mujibu wa kanuni ya 32 kifungu cha 6 kinasema timu yoyote ambayo itagomea mchezo ama timu yoyote ambayo itasababisha mchezo kutofanyika itatozwa faini ya milioni 2 na viongozi wao pia watafanyaje, watachukuliwa hatua. Kwa kitendo ambacho wamekifanya Fountain Gate, ndio waamuzi wanakera, waamuzi wanauzi na sio kwao tu, hata huku tumeona, ila walichotakiwa wenyewe wangemaliza ule mchezo, kwa sababu ukitaka kuangalia wamegomea ndani ya dakika 45. Na maana mpaka half time JKT alikuwa anaongoza goli 3 na wao kwa mujibu wao wanavyosema kwamba hawakuridhishwa na maamuzi ya muamuzi, kwa maana muamuzi alionekana yuko upande wa nani, wa JKT. Ila walichokifanya wao, tukirudi kwenye kanuni na vifungu vya sheria, inawahukumu ya kwamba kutozwa faini milioni 2, kunyang'anywa pointi, na pia kuna baadhi ya adhabu watapata baadhi ya viongozi. Yes, baadhi ya adhabu pia wanaweza wakapata viongozi kama ambavyo amezungumzwa. Kwa mujibu wa kanuni ya 33 ya mashindano inaeleza kwamba kama ambavyo Mush ameeleza hapa, Fountain Gate Princess watapaswa kulipa faini ya milioni 2, lakini pia watapokonywa ushindi, kwa maana ya watapewa wapinzani alama 3 pamoja na magoli 3, licha tayari walishakuwa wamefunga magoli 3 katika mchezo huo. Lakini pia miongoni mwa adhabu ambazo zitafanyika ni uchunguzi ambao unaendelea. Ikibainika kiongozi au mchezaji yoyote alishawishi wengine kugoma mchezo, basi anaweza akafungiwa miezi 6 mpaka miaka 5 kujihusisha na soka kabisa. Kwa hiyo sasa tunajaribu kufikiria ambayo lungu litamkuta, itakuwa mbaya sana kwake. Na hii sio tu kwa Fountain Princess, hii imekuta hata Alliance dhidi ya Yanga Princess. Kuna mechi ya Alliance walimchezesha mchezaji ambaye hayupo, hana usajili kabisa. Kwa hiyo na wenyewe wamepata adhabu ya kunyang'anywa pointi 3, pia kuna adhabu itawakuta. Kwa maana huu ni udanganyifu, afu ukizingatia ligi yetu ya wanawake ni ligi bora kwa sasa hivi kwa Sekafa, hapo ukitaka kuangalia ni ligi bora, ila kitu ambacho kinaenda kutokea ni kuchafua mpira wetu. Yani hiki ambacho Mushi unakiona sasa kinaweza kuzungumzwa kwenye vyombo vya habari, kinaandikwa katika mitandao. Bila shaka watu wanatumia nguvu kubwa sana. Zamani watu ambao tumespend muda mrefu kwenye mpira na miguu wanawake, kuna mambo mengi ya ovyo yalikuwa yanaendelea huko. Leo hii tunakuja claim mchezaji hajasajiliwa. Yani tunapiga hatua sana, lakini zamani ilikuwa kuna mambo mengi ya ovyo kabisa yanafanyika huko. Zipo, kuna vitu vingine tukivitaja hapa naweza tukaulizwa twende ukatoa ushahidi uliviona wapi. Sisi tunaongea vile vitu ambavyo tumeviona. Ila kuna vingi ukisema uvifukue ndio kusema si wewe utaambia mtu ndo katupa ushahidi. Tupe ushahidi wewe umeviona wapi. Lakini pia leo Fountain Gate Princess wanacheza mchezo wao dhidi ya Mlandizi Queens. Lakini kitu cha kutisha ni kwamba faini ambayo Fountain Gate Princess wanapaswa kulipa kabla ya mchezo wao wa mwisho wa ligi. Maana mchezo ambao umebakia huo ni mmoja. Kwa sasa hatujajua mpaka sasa kama Fountain Gate Princess wameshalipa faini yao ili wacheze mchezo unaosalia au la. Kwa hiyo ni namna ambavyo kanuni inaendelea kwa bana na nyakati za hatari kwa kweli. Ukishindana na sheria utaumia. Yaani hii tunawaachia wenye mamlaka, tunawaachia viongozi wa Fountain ambao wapo kwenye hili sakata. Wao ndio wanajua jinsi gani wanaweza kulisolve, na wao ndio wanajua kama shalisolve au bado hajalisolve. Sisi tutapata tu matokeo pale tutakapoona Fountain Princess wapo uwanjani. Tutapata matokeo tu baada pale Princess wakiwa wanamalizia msimu wao wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2024 na 25. Licha kwamba wamekuwa na msimu mbaya, lakini hizi nyakati za jioni unaweza kuwa mbaya zaidi, kwa chochote kinaweza kutokea. Mambo yanaweza kuharibika, na hii itakuwa mbaya kwa taasisi ya Fountain. Kwa maana tunajua senior timu ya wanaume nafasi ipo, afu tunakuja huko kwa dada zetu na wenyewe, yani kwa hiyo itakuwa ni nafasi mbaya. Kwa hiyo wajitahidi aibu isiwakute wote.
Yeah. Sawa, tutaona nini ambacho kitatokea, na hili sakata ni kusii tu kupitia mitandao yetu ya kijamii, tutaendelea kulifuatilia na kugundua kama ambavyo tumezungumza, na lakini pia kwa kuongezea, refa pia anafanywa uchunguzi. Hii kila siku ndo story. Kilichonishangaza kuna vipengele kwenye ile taarifa ya kamati imesema kwamba watu fulani watafanywa uchunguzi, kama refa atafanywa uchunguzi, pia uchunguzi wa nani alishawishi kutokea kwa vurugu umeainishwa. Nimeshangaa adhabu imetolewa wakati uchunguzi pia unaendelea, haujakamilika. What if sio makosa hili ndo soka letu la Tanzania. Kwa maana tushaona kuna baadhi ya michezo inaahirishwa mpaka kupisha sakata la kitu fulani, ila maamuzi anakuja kutoka, hatupewi maamuzi kwa maana kwa nini mchezo ulivyo. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kwa hiyo tusubirie. Maamuzi yametoka, watu bado hatujawajua. Tusubirie. Mimi nasema tusubirie kwa sababu tunaweza kuongea vitu vingi. Mwisho wa siku kaambia bana wewe unajua vingi, mcho tusaidie. Sawa bana, tupishe uchunguzi uendelee. Unajua kikanuni hatupaswi kuzungumza kile ambacho kipo ambacho tunamwambia kinafanywa uchunguzi. Kwa hiyo sisi tunasubiri uchunguzi ukikamilika tutakuja kuzungumza kile ambacho kimesaidia. Sasa tupate break kidogo, tukirejea hapa tutaanza kuwatazama yale yote ambayo tumekuandalia katika uga wa kimataifa. Tumerejea, tuko hapa sasa kwanza kuangalia taarifa za michezo katika uga wa kimataifa ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Yapo mengi sana kimichezo ambayo tumekuandalia, lakini kubwa zaidi tumekuandalia taarifa ambayo inamhusu mrithi wa jezi nambari 10 ndani ya klabu ya FC Barcelona. Bwana rasmi Barcelona wametangaza Lamine Yamal ndiye ambaye ataivaa jezi nambari 10 kuelekea msimu wa 2025-2026. Bila shaka wengi wanasema jezi imefika kwa mtu sahihi. Jezi imefika kwa mtu sahihi, ila pia ni jezi ngumu. Yaani ukivaa ile namba La Masia wewe ni mfalme. Kwa maana ukitaka kuangalia historia ya namba 10 ndani ya FC Barcelona ni namba ambao wamevaa mastaa wakubwa, na sio mastaa wakubwa ila wamefanya makubwa. Ukianzia kwa Rivaldo, alivaa jezi namba 10 amefanya makubwa. Kaja Ronaldinho kaivaa namba 10 kafanya makubwa. Ukija kwa Messi, La Pulga ndo kabisa, yani kavuruga kabisa. Kwa hiyo sasa hivi bwana mdogo alomgia Ansu Fati hakufikia uwezo huo. Japokuwa watu mwanzoni walikuwa wanampa matumaini kwamba Ansu Fati anaweza kaja kufanya makubwa kutokana na mwanzo uanza mwanzo mzuri, ila anaona jezi ikawa nzito kuliko yeye. Ila kwa sasa hivi unampa Lamine, hakuna doubt kwamba kwa nini anapewa Lamine. Kwa makubwa ambayo anayafanya, kwa kipaji chake, kwa umri wake, kwa uwezo wake, unaona kabisa hakuna mrithi sahihi wa jezi namba 10 zaidi ya Lamine. Na ukitaka kuangalia Messi wakati anapewa jezi namba 10 alitoka kuvaa jezi namba 19. Kwa hiyo alipopewa ile pale kama ikawa ni upepo. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya Barcelona pia kumuongezea, kumpa yani kwamba ile yani kujiamini kwamba wewe unaweza, wewe ndo mrithi wa hii ni ukemp, sijui unanielewa. Kwa hiyo ana mzigo mzito Lamine, ila kwa uwezo wake, kwa kipaji chake naamini ana uwezo. Yani ile jezi imefika mahali sahihi. Bwana, taarifa zinaeleza Lamine alipaswa kupewa jezi hiyo toka msimu uliopita. Wakati Hans Flick anajoin FC Barcelona, basi Barcelona wanafanya mipango kuona kama wanaweza kumpa jezi. Wakati huo pia Ansu Fati alikuwa ametolewa kwa mkopo kwenda Brighton. Kwa alikuwa anapambana Lamine apewe ile jezi, lakini Hans Flick alikataa. Alimwambia huyu bado mdogo, miaka ametoka kumaliza miaka 16 ingia 17, bado mdogo sana. Akifikisha miaka takriban 18 au akikaribia miaka 18 anaweza kupewa hiyo jezi. Na mwaka huu Lamine atatimiza miaka 18. Na hali jinsi ambavyo watu wameiona na kile ambacho amekifanya katika namna ambavyo transition ya jezi jinsi ilivyo, bila shaka Hans Flick alijaribu kumtengenezea mazingira kwamba atakapokuja kuingia aone kwamba watu walimuamini kiasi gani mpaka atakapoingia. Asije kama akapewa jezi mapema bado mdogo ikamlemea kama ilivyokuwa kwa Ansu Fati. Mwalimu siku zote kwenye timu ni kama baba. Anajua kabisa kwenye familia yangu mtoto gani ana akili na mtoto gani ana akili, ila usimwambie kama ana akili mpaka aonyeshe zile akili. Ndio ilivyokuwa kwa Lamine. Lamine ni mchezaji mzuri, ni mtoto mdogo ila anajua mpira kuliko watu wakubwa. Sijui unanielewa. Kwa kile ambacho alikuwa anakifanya Hans ni kwanza kumtamanisha. Ni kama mtoto anamwambia ukifaulu mimi nitakununulia baskeli, ukifaulu mimi nitakupa pikipiki. Ndio kitu ambacho Hans kamfanyia Lamine, na Lamine kamwambia bana mimi nahitaji nishakuwa mkubwa. Kwa hiyo huu ndo wakati sahihi, na hichi kipindi namuona mbali Lamine. Kikubwa
majeraha kwa sababu wachezaji wengi sahihi, kwa sababu wachezaji wengi wanakuwa ni wazuri. Hata huyo Ansu Fati alikuwa ni mzuri sana, ila majeraha alipoanza kumwandama tumeona confidence inapotea, yani kujiamini kwake, hata dribble vyote vinapotea. Kwa hiyo Lamine kikubwa tumuombea asipate majeraha. Kwa maana gani? Hata wachezaji ambao watakuja msimu ujao tayari washamsoma. Sijui unanielewa. Watajua ni mchezaji hao, ukimwachia Lamine nafasi anakuumiza. Kwa hiyo kinachotakiwa tugusane. Kitu ambacho kinasikitisha ni Ansu Fati ambaye wakati msimu unaanza anatoka Brighton na anarejea Barcelona. Nadhani kocha Hansi Flick alimwambia sina mipango na wewe, kwa tunakuomba uende. Ndio maana mwanzoni mwa msimu alikuwa hapana nafasi kabisa. Lakini dirisha dogo pia alimwambia tena, bwana tafuta timu uende, lakini alikataa. Na mpaka sasa watu wanasema kwamba Barcelona inabidi walazimisha tu sasa bwana mdogo aondoke, kwa sababu ameonekana hahitaji kucheza nje ya FC Barcelona. Yeye anaamini anaweza ku retain nafasi yake na anaweza akarejea katika bora siku moja akiwa ndani ya klabu ya FC Barcelona. Ansu Fati kwa Uingereza pale anacheza timu yoyote kubwa. Sijui unanielewa. Yaani anacheza timu yoyote kubwa, ila kwa Barcelona wewe mwenyewe sio kama mwalimu hamtaki, ila mfumo ndo haumtaki. Kwa sababu ukitaka kuangalia sasa hivi Barcelona tayari washajipata. Kwa namna jinsi ilivyo, hebu kwenye ubora, sawa hapa una Dani Olmo, hapa una Ansu Fati. Kwenye ubora, kila mtu kwenye ubora wake unaondoka na nani? Mimi naondoka na Olmo. Yeah. Mimi nakwambia yule Olmo ni mtu sana, japokuwa haonekana. Unajua kuna wachezaji, kwa mfano mtolee mfano wa Sergio Busquets, alikuwa haonekanagi, ila kazi anayoifanya ni kubwa sana. Olmo haonekanagi, ila matukio yake ndio yanakushawishi kumfanya nini. Tukubaliane hapa kwamba Ansu Fati ubora wake umepungua sana. Kwa sababu kama angekuwa katika nafasi, ingekuwa tu ni mfumo unamkataa, bila shaka angelazimu mwalimu kama bado ana potential. Kwa maana leo anapambana kumleta Nico Williams. Sasa yeye huyo Nico Williams msimamishe na Ansu Fati, unaondoka na nani? Mtaondoka na Nico Williams kwa sababu Ansu Fati ubora wake umepungua. Basi nadhani jibu langu umelipata. Olmo na Williams unaondoka na nani? Kwenye ubora. Kwenye ubora mtaondoka na Nico Williams. Mzungu hana huo ubora. Sisi tunataka wewe uwe fit muda wote, kwa sababu tunakulipa. Unapata kila kitu. Kwa maana Ansu Fati tunasema bwana apishe. Ngoja nikuulize. Ni game gani Lamine alicheza ukasema kazingua? Ni game nyingi tu. Tunataka tunasema utoto alikuwa mtu mzima. Ila ni utoto. Unajua kabisa hapa alichokifanya ni utoto, ila uwezo anao. Ila Hans kwa sasa hivi unaona kabisa ni uwezo ndio ulofanyaje umepungua. Sio, unanielewa? Kwa hiyo Hans Fati kwa Uingereza, ndio maana nakwambia kwa Uingereza Hans anacheza timu yote, anacheza Manchester, anacheza Man U, anacheza Arsenal, anacheza Chelsea. Timu yote Hans anacheza. Ila kwa Barcelona sawa, hiyo ni namna ambavyo tunaijadili klabu ya FC Barcelona na Lamine Yamal kitua jezi nambari 10 kuelekea msimu mpya wa mashindano 2025-2020. Na hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku ya leo. Nikusihi tuendelea kusalia nasi katika matukio mbalimbali. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matukio mengine mengi ya kimichezo na yale mengine yote ya vipindi mbalimbali kupitia FJTV. Mimi ni Kepa Benedicto, mwenzangu na Joakim Mosh. Bye bye.